Naam, hatimaye Tundu Lissu na Chadema washinda kesi kwa mara ya kwanza mahakamani baada ya majaji kufutilia mbali moja ya kesi nzito iliyokuwa ikikabili chama cha Tundu Lissu mahakamani leo. Like video hii alafu subscribe, kisha niambie unanisikiliza na kunipata ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humo Tanzania niambie unanisikiliza ukiwa mkoa au maeneo gani. Sherehe kubwa zimeibuka miongoni mwa wafuasi wa Chadema na wafuasi wa Tundu Lissu baada ya Mahakama Kuu ya Tanzania leo kufutilia mbali rasmi moja ya kesi nyeti na nzito za kisheria dhidi ya chama hicho cha Chadema. Katika uamuzi mkali wa mahakama uliotolewa hivi karibuni Dar es Salaam, majaji walisema kesi iliyofunguliwa dhidi ya uongozi wa juu wa Chadema ina udhaifu mkubwa wa kisheria na haiwezi kuendelea na ikaweza kufutwa mara moja na kuleta ushindi kwa Chadema. Wafuasi sasa wanauita ushindi mkubwa kwa kisheria kwa Tundu Lissu na chama cha upinzani Chadema, wakidai kwamba hii ilikuwa moja ya kesi ambazo wanaziita kesi za mchongo dhidi ya chama cha Tundu Lissu Chadema. Lakini ni nini hasa kilisababisha mahakama kutupilia mbali kesi hiyo? Na kwa nini waangalizi wa mambo ya kisiasa tayari wanaelezea hili kama wakati mwingine muhimu na ushindi mkubwa katika mvutano wa kisiasa unaozidi kukua Tanzania? Kaa nami nikujuze kila kitu. Mtazamaji, Mahakama Kuu ya Tanzania iliyoketi katika masjala ndogo ya Dar es Salaam jana ilitupilia mbali rasmi na kuondoa kesi kubwa ya madai iliyokuwa imefunguliwa dhidi ya uongozi wa juu wa Chadema. Uamuzi huo ulitolewa mnamo Alhamisi Mei tarehe 28 mwaka huu 2026. Awali kesi hiyo ilikuwa imefunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibari Said Issa Mohamed pamoja na walalamikaji wengine kadhaa, na mpaka ikafikia kipindi ambapo Tundu Lissu mwenyewe aliweza kuunganishwa katika kesi hiyo, hii sasa ikimpatia ushindi Tundu Lissu. Kwa mujibu wa kumbukumbu za mahakama, kundi hilo kutoka Zanzibari lilituhumu uongozi wa chama kwa ukiukwaji wa taratibu uliohusisha mgawanyo wa mali ndani ya chama na rasilimali za chama cha Chadema kati ya Tanzania bara na Zanzibari. Walalamikaji hao walifungua kesi hiyo dhidi ya baraza la wadhamini la Chadema pamoja na katibu mkuu wa chama hicho. Walitaka mahakama iingilie kati na kutoa kile walichoeleza kuwa ni ufafanuzi wa haki na ugawaji upya wa rasilimali za chama, lakini kila kitu kilibadilika baada ya timu ya wanasheria wa Chadema kuweka pingamizi kali la awali. Mtazamaji, na pingamizi hilo haraka likawa hatua ya kugeuza kesi nzima. Kulingana na majaji, kesi yenyewe ilikuwa na kasoro kubwa za kisheria ambazo zilikiuka matakwa ya msingi ya utaratibu wa kiraia. Katika uamuzi huo wa hivi punde uliosomwa mbele ya mahakama hiyo na Jaji Ngunyale, mahakama hiyo ilikubaliana na pingamizi la Chadema na ilisema kuwa kesi hiyo haiwezi kuendelea kisheria katika hali yake ya sasa. Hakimu alieleza kuwa walalamishi walishindwa kuwasilisha kwa uwazi maelezo muhimu ya kisheria ndani ya hati zao za madai. Mojawapo ya matatizo makubwa yalihusisha kushindwa kueleza kwa usahihi tarehe na kalenda ya matukio iliyounganishwa na madai ya ukiukaji. Na kwa mujibu wa mahakama, taarifa hiyo ni muhimu kabisa katika kesi za madai. Bila hivyo, mahakama ilisema kesi hiyo haina msingi madhubuti wa kisheria. Mtazamaji, na mara tu uamuzi huo ulipotangazwa, hisia na sherehe zililipuka mara moja katika duru za kisiasa upande wa upinzani Chadema. Wafuasi wa Chadema walisherehekea haraka uamuzi huo mtandaoni, wakieleza kuwa ni ushindi mwingine wa kisheria kwa chama cha upinzani. Baadhi ya wafuasi walidai uamuzi huo unathibitisha kuwa mahakama bado ina uwezo wa kulinda haki ya kisheria na taratibu zinazofaa pasina kuegemea upande wowote. Wengine walihoji kuwa kesi dhaifu za kisiasa nchini zinaanza kuporomoka moja moja chini ya uangalizi wa kisheria. Wakati huo huo, mtazamaji wangu, uangalizi wa kisiasa wameanza mara moja kuchambua maana pana ya uamuzi huo wa mahakama, kwa sababu siku ya leo kesi hii inatazamwa kuwa kubwa zaidi kuliko mzozo wa kawaida wa kisheria. Wachambuzi wanasema uamuzi huo unaonyesha kuongezeka kwa umuhimu wa usawa wa kiutaratibu ndani ya mfumo wa kisiasa na kisheria wa Tanzania. Baadhi ya wataalamu wa sheria walisema kuwa mahakama haziwezi kuendelea na kesi nzito za kisiasa isipokuwa viwango vyote vya kisheria vifuatwe ipasavyo. Wengine walisema uamuzi huo unaweza kuimarisha imani miongoni mwa wafuasi wa upinzani ambao hivi karibuni wameelezea wasiwasi wao kuhusu shinikizo la kisiasa na haki.
Wakati huo huo, wakosoaji walionya dhidi ya kugeuza kila uamuzi wa mahakama kuwa sherehe ya kisiasa. Walisitiza kuwa uamuzi huo uliegemezwa tu kwenye ufundi wa kisheria badala ya upendeleo wa kisiasa. Bado muda wa uamuzi huo umefanya kulipuka kisiasa. Wakati huo huo, makini sasa unaelekezwa kuelekea kile ambacho walalamikaji wanaweza kufanya baadaye. Ingawa mahakama iliondoa kesi hiyo rasmi, wachambuzi wa sheria wanasema walalamikaji bado wana chaguzi chini ya sheria za Tanzania. Kulingana na waangalizi, wanaweza kuchagua kuwasilisha kesi hiyo tena baada ya kurekebisha kasoro za kisheria zilizobainishwa na mahakama. Hii ikimaanisha huu sio ushindi kamili kwa Chadema. Huenda kina Issa Mohamed kutoka Zanzibar wakarejea tena na kesi hii mahakamani upya. Hiyo ina maana kwamba uamuzi wa leo wa mahakama hauwezi kuwa alama ya mwisho wa mzozo huo. Hata hivyo, kwa sasa baraza la wadhamini la Chadema na uongozi wa chama wameibuka washindi katika hatua hii muhimu ya kisheria. Wafuasi kadhaa walielezea uamuzi huo kama ngao ya muda dhidi ya shinikizo la ndani la kisiasa na kisheria. Wengine walidai uamuzi huo unaweza kuimarisha umoja ndani ya chama katika wakati nyeti wa kisiasa. Na kisiasa, uamuzi huu unakuja katika kipindi kigumu sana nchini Tanzania. Mijadala inayohusu siasa za upinzani, uhuru wa kisiasa na haki za kidemokrasia inaendelea kukua kote nchini. Katika miezi ya hivi karibuni, karibu kila suala la kisheria linalohusiana na viongozi wa upinzani limevutia umakini wa kitaifa. Hiyo ni pamoja na kesi zinazomhusu Tundu Lissu na vigogo wengine wa upinzani. Kwa sababu ya hali hiyo, uamuzi huu wa leo tayari unafasiriwa kupitia lenzi ya kisiasa na wafuasi na wakosoaji. Baadhi ya waangalizi wanaamini kuwa uamuzi huo unaweza kutuliza hali ya wasiwasi kwa muda. Wengine wanahofia inaweza kuzidisha ushindani wa kisiasa hata zaidi. Hata hivyo, mtazamaji, katikati ya mjadala huu wa leo anasimama Tundu Antipas Lissu. Ingawa kesi hii ilihusu uongozi wa chama na malalamiko ya ndani ya kisheria, wafuasi wengi mara moja waliunganisha uamuzi huo na mapambano mapana ya kisiasa yanayoizunguka Chadema na mwenyekiti wake Tundu Lissu. Katika mitandao ya kijamii, baadhi ya watumiaji walidai uamuzi huo unaimarisha chama cha upinzani kabla ya vita vya kisiasa vijavyo. Wengine walisema uamuzi huo unaonyesha kuwa mahakama bado zina uwezo wa kuzuia kesi dhaifu au ambazo hazijakamilika bila kujali shinikizo la kisiasa. Mtazamaji, tukikamilisha taarifa hizi, ningependa kusikia mtazamo au maoni yako. Unalipi la kusema kuhusiana na ushindi huu wa Chadema na Tundu Lissu katika kesi hii ya mgawanyo wa mali ambayo ni kati ya Zanzibari na Tanzania bara? Je, unalipi la kusema? Je, unafurahia ushindi huu ama je pinga? Na kuachia uwanja wa maoni, unijuze maoni yako. Vile mtazamaji, letu kama Simulizi Media ni kutuma tu pongezi zetu kwa chama kizima cha Chadema na uongozi wake kwa kushinda kesi hii mahakamani Dar es Salaam. Vile mtazamaji, like video hii, subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.